Ofisi ya mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC yenye makao yake makuu jijini The Hague nchini Uholanzi imepokea rasmi mawasilisho mapya ya nyaraka zinazohusu vurugu za msukosuko wa kisiasa uliotokea nchini Tanzania mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025. Mawasilisho hayo yamefanywa kwa mujibu wa misingi ya kisheria iliyowekwa chini ya ibara ya 15 sehemu ya pili ya mkataba wa Roma. Kifungu hiki cha sheria za kimataifa ndicho kinachotoa mamlaka maalum kwa mwendesha mashtaka wa mahakama hiyo kupokea, kupitia na kufanya tathmini ya taarifa na ushahidi uliowasilishwa na watu binafsi, mashirika yasiyo ya kiserikali au makundi mbalimbali kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki na uhalifu unaoingia chini ya mamlaka ya mahakama hiyo. Hatua hii mpya ya kisheria inaleta mwelekeo mpya na wa kina katika ufuatiliaji wa kimataifa kuhusu mzozo wa kisiasa uliojitokeza nchini Tanzania. Katika nyaraka hizo mpya zilizowasilishwa hivi karibuni mbele ya taasisi hiyo kuu ya haki duniani, zipo taarifa za kina zilizoainishwa ndani ya andiko hilo lenye jumla la kurasa 79. Andiko hili la kisheria linapendekeza rasmi kufanyika kwa uchunguzi mpana ulioenea dhidi ya pande zote mbili kuu zilizohusika katika matukio ya kuelekea na baada ya uchaguzi mkuu huo. Kwa upande mmoja, nyaraka hizo zinapendekeza uchunguzi ufanyike dhidi ya taasisi za dola na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa upande mwingine wa mtindo wa kipekee, andiko hilo linaomba mwendesha mashtaka wa mahakama hiyo kuu kuchunguza pia mwenendo na hatua zilizochukuliwa na viongozi wa vyama vya upinzani, wanaharakati wa haki za binadamu, waratibu wa maandamano ya umma pamoja na wahamasishaji mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Waandishi wa andiko hilo wanasisitiza kuwa uchunguzi wa pande zote mbili kwa wakati mmoja ndiyo njia pekee itakayohakikisha tathmini inayofanywa na ICC inakuwa ya haki, ya uwazi na inayoegemea na isiyoegemea upande wowote wa kisiasa. Kabla ya mawasilisho hayo ya hivi karibuni yenye ukurasa 79, hatua nyingine kubwa ya kisheria ilikuwa imeshachukuliwa tarehe 20 Novemba mwaka uliopita. Siku hiyo, muungano mpana wa mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu uliwasilisha seti nyingine ya nyaraka yenye ujazo wa kurasa 82 mbele ya ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC jijini The Hague, Uholanzi. Mashirika hayo yaliyosimamia na kuwasilisha stakabadhi hizo za kisheria ni pamoja na shirika la utafiti na haki za binadamu la Interwatch lenye makao yake makuu jijini Afrika Kusini, chama cha mawakili cha Madrid kutoka nchini Hispania na chama cha kimataifa cha wanasheria, yakishirikiana kwa ukaribu na mashirika kadhaa ya kiraia nchini Tanzania yalitambulika kwa majina yao kwa sababu ya kiusalama. Nyaraka hizo za kurasa 82 ziliwalenga moja kwa moja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan pamoja na baadhi ya maafisa wakuu wa serikali yake, zikidai kuwepo kwa uhusika wao wa moja kwa moja au wa kiamri katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa msako mkali uliofanywa na vyombo vya dola dhidi ya waandamanaji. Muktadha wa kisiasa na chanzo cha msukosuko huu unaendelea kutikiza anga ya kimataifa unaotokana na matukio yaliyojitokeza mara tu baada ya tangazo rasmi la matokeo ya uchaguzi mkuu lililothibitisha Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uchaguzi huo mkuu ulikuwa umetawaliwa na hali ya mvutano mkubwa tangu hatua za awali za maandalizi, kufuatia hatua za kisheria zilizosababisha kuondolewa kwenye kinyang'anyiro kwa mgombea wa vyama viwili vikuu vya upinzani nchini humo
kabla hata siku ya upigaji kura kufika. Baada ya matokeo kutangazwa na tume ya uchaguzi, maandamano makubwa na yasiyo ya kawaida ya wananchi yalilipuka katika miji mbalimbali ya kimkakati kote nchini. Jiji kuu la biashara la Dar es Salaam, mji wa Mwanza uliopo kanda ya Ziwa, pamoja na jiji la Arusha kaskazini mwa nchi yalishuhudia maelfu ya waandamanaji wakiingia mitaani na kugongana vikali na vyombo vya ulinzi na usalama kwa siku kadhaa mfululizo. Hali hiyo ya mambo ilivuta hisia na ufuatiliaji wa mashirika ya kikanda na ya kimataifa yaliyokuwa yakifuatilia mchakato huo. Katika tathmini yake ya kina kuhusu mwenendo nzima wa uchaguzi huo, mkurugenzi wa timu ya uangalizi wa uchaguzi na Umoja wa Afrika alieleza wazi kuwa uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka uliopita haukukidhi viwango vinavyokubalika vya demokrasia na uwazi. Kiongozi huyo wa timu ya waangalizi wa Umoja wa Afrika alitaja kasoro kadhaa nzito zilizobainika wakati wa ufuatiliaji wao, ikiwa ni pamoja na kujitokeza kwa matukio ya upigaji kura ya uongo, unyanyasaji na vitisho dhidi ya wapiga kura katika maeneo mbalimbali ya uchaguzi, pamoja na udhibiti mkubwa wa kimfumo uliowekwa dhidi ya vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa. Ripoti ya tathmini hiyo ya waangalizi wa Umoja wa Afrika imekuwa sehemu muhimu ya muktadha unaotumiwa kuelezea mazingira yaliyosababisha meza ya kisheria ICC kufikiwa. Athari za mzozo huu wa kisiasa na hatua za kisheria zilizofuata zinaenea kwa kasi kubwa na kuathiri mfumo nzima wa utawala, sheria na jamii nchini Tanzania. Kwa mujibu wa takwimu na maelezo ya kina yaliyomo ndani ya nyaraka zilizowasilishwa mbele ya ICC, msako mkali uliofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama ulisababisha kukamatwa na kuwekwa ndani kwa mamia ya watu kote nchini. Baadhi ya raia hao waliokamatwa wakati na baada ya maandamano hayo hivi sasa wanakabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini mbele ya mahakama za ndani, kosa ambalo chini ya mfumo wa kisheria na kanuni za adhabu za nchini Tanzania zinabeba adhabu za kifo. Zaidi ya hayo, nyaraka hizo zinabainisha kuwa idadi kubwa ya raia waliokamatwa katika msako huo wanaendelea kushikiliwa katika vituo mbalimbali vya mahabusu bila kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kusikilizwa kwa kesi zao kulingana na sheria. Kutokana na ukubwa wa athari hizo na shinikizo zilizojitokeza kitaifa na kimataifa, tarehe 15 Novemba mwaka uliopita, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma. Katika hotuba hiyo rasmi kwa taifa, mkuu huyo wa nchi alitangaza kuundwa kwa Tume ya Kitaifa ya Uchunguzi. Tume hiyo iliyoundwa ilipewa jukumu maalum la kuchunguza kwa kina vifo vya watu wengi vilivyojitokeza wakati wa furugu hizo za baada ya uchaguzi na kutoa taarifa kamili kuhusu matukio hayo yaliyotikiza nchi. Hatua hiyo ya serikali ililenga kuonyesha juhudi za ndani za kutafuta ukweli kuhusu matukio hayo. Pamoja na kuwasilishwa kwa nyaraka hizo mbili zenye kurasa 82 na kurasa 79 na kujitokeza kwa mijadala mikali ya kisiasa na kisheria, ni muhimu kufahamu na kuzingatia mipaka ya kisheria ya hatua iliyofikiwa. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC haijathibitisha rasmi kupokea stakabadhi hizo wala haijatangaza uamuzi wowote kuhusu kuanzisha uchunguzi rasmi dhidi ya mtu yeyote aliyetajwa ndani ya mafaili hayo. Kwa mujibu wa taratibu za kisheria zinazoongoza mahakama hiyo, hatua ya kuwasilishwa kwa taarifa au malalamiko chini ya ibara ya 15 sehemu ya pili haimaanishi moja kwa moja kuwa mshtakawi ama mashtaka rasmi yamefunguliwa au kwamba mtu yeyote aliyetajwa amepatikana na hatia. Mahakama hiyo hupitia mchakato mrefu wa tathmini ya awali ya ushahidi wote uliowasilishwa ili kujirudisha endapo kuna msingi wa kisheria unaotakiwa kabla ya kuamua iwapo mwendesha mashtaka ataomba kibali ya kuanzisha uchunguzi rasmi.